بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 24 mwezi wa Shawwal mwaka 1440 katika darasa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-Mulakhas al-Fiqhi lil-Allama Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, لفكي باب في إخراج الزكاة. يذكر العلماء هذا الباب الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة، ونوفيوني chini ya mlango kama huu huwa waeleza ahkam zinazofungamana na kutoa zaka, كما kwa mfano النية في الزكاة، كذلك نقل الزكاة من بلد إلى بلد، na ahkam nyinginezo zinazofungamana na kitendo cha kutoa zaka kutajwa chini ya huu mlango. قال العلامة الفوزان حفظه الله: إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي لتكون واقعة موقعها. miongoni mwa mambo muhimu sana katika ahkam za zaka ni kujua namna ya kuzipeleka zile zaka kisheria ili ziangukie katika sehemu yake, وواصلة إلى مستحقها، na iwe ile zaka itafika kwa wale wanaostahili, hatta tabra bidhalika dhimmatu dafi', na ili ifikie katika kumweka mbali yule anayetoa na dhima ya zaka, maana awe ashaiondoa ile dhima katika shingo yake. وحتى تبرأ الذمة ni lazima iwe zile ahkam zinazofungamana na zaka zitafuatwa kisawasawa, ndio dhima itamuondokea yule ambaye ni wajibu juu yake kutoa zaka. قال: فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال. akaanza na hukumu ya kwanza katika zile ahkam atakazozitaja katika mlango huu. Nasema ni wajib kupatiliza, kufanya haraka kuitoa zaka pindi tu inapowajibika kuitoa ile zaka katika mali. Na sote tufahamu kuwa katika mali zaka hutolewa panapopita mwaka, baada ya kuwa imetimiza nisab. Ikipita mwaka mzima, pale panapotimia ule mwaka ni wajibu kutolewe zaka, wala isicheleweshwe hata siku moja. Asili yake ni kuwa inapotimia mwaka pale pale ni wajibu almubadara, kukimbilia katika kuitoa ile zaka. Liqaulihi ta'ala: wa atu zakata, Allah akaamrisha amri ya kutoa zaka. wal amru al mutlaq yaqtadi al fawriyya, wa hadhihi qa'ida usuliyya 'inda al ulama. hii ni qa'ida usuliyya kwa wanavyuoni, anna al amra al mutlaq يقتضي الفورية. أمر كي مطلقا، بمعنى إذا جاء أمر مطلق في القرآن أو في السنة ولم يقيد بزمن معين، فالأصل أن هذا الأمر للفور. إكيجا أمري كتك قرآن أو كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم kisha isifunganishwe ile amri na zama maalum. Kwa mfano, basi asli yake
ni kuwa ile amri itekelezwe haraka. Hivyo ni wajibu kwa mukallaf idha tamakkana min fi'liha an yaf'alaha, pale anapomakinika kufanya pale pale afanye ala al-fawr. Ala al-fawr bimaana pale anapoweza, pale pale anapopata ule uwezo wa kulifanya lile jambo alifanye, asichelewe. Kwa hivyo akatoa hiyo dalili katika Qur'an. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. وهذا الحديث ضعيف، يعني حديث هيك ثبوته. ومتوم صلى الله عليه وسلم amesema zaka haita tangamana na kuchanganyika pamoja na mali isipokuwa itaangamiza ile mali. Yani bimaana ikiwa katika mali hakujatolewa ile zaka, itakuwa ni sababu ya kuangamiza ile mali. Ingawa maana yaweza kuwa sahihi, kwa sababu ikiwa mtu hatoi kile ambacho ni wajibu juu yake kukitoa, huwa ni sababu ya yeye kuangamiza mali yake. Na mna mfano mzuri wa kisa alichokitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Qalam, Nun wal qalam yawma yasturun, alivyoeleza kuhusu wale vijana, kile kisa maarufu, na namna Allah alivyoangamiza shamba lao. Kwa hivyo mtu akizuia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mali yake ni sababu ya kuiangamiza mali yake, ingawa hadithi iko thubutu. قال: ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه. na pia kwa sababu haja ya fakiri ya kuvutia wewe na kukulingania kufanya haraka kuitoa ile zaka. Sababu fakiri hahitaji wakati wowote, wakati inapotimia ule wakati wa kutoa zaka, wewe utamfikishia ile haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako kwa yule fakiri, umfikishie kwa sababu ni mhitaji. Wa fi ta'khiriha idrarun bihi, katika kuchelewesha kuitoa ile zaka utamletea madhara yule fakiri. قال: ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته. كذلك yule ambaye imewajibika kwake yeye kutoa zaka, mara nyingi yawezekana kutokea jambo pale katikati likamzuia yeye kutokamana na kutoa ile zaka. Kwa mfano, tayari mali yake imefika nisab na mwaka umetimia, akachelewa kuitoa ile zaka, mara akapatikana na janga likampelekea yeye kufilisika. Asione kuwa kwa kufilisika kwake ile dhima yake ishaondoka ya zaka, la, atakuwa bado yuadaiwa, kwa sababu ule wakati ambao ilikuwa awajibika kutoa zaka alikuwa hajafilisika, lakini akaichelewesha. Kwa hivyo itabakia katika dhima yake. Kwa kabla ya mtu kufikiwa na mambo kama haya, awe ile dhima yake ataiondoa katika shingo yake. Aweza kufikiwa na mauti, warithi wakakataa kuitoa zaka, ikawa ni dhima katika shingo yake, akutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaweza kutokea sababu yoyote ikampelekea mtu katika kushindwa kuitoa ile zaka. Kwa hivyo kwa sababu hizi na nyinginezo, basi afanye bidii pale inapofikia wakati wa kutoa zaka awe ataitoa zaka yake. قال: كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته. ikipatikana na kuwa amefilisika au amefikiwa na mauti hajatoa zaka, itabakia katika dhima yake. قال: ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة وهو مرضاة للرب.
na pia katika kufanya haraka kuitoa zaka ni mtu kujiweka mbali zaidi na ubakhili, kadhalika kumalizana na kile ambacho ilikuwa katika dhima yake akajisafisha nacho, na pia jambo hili ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة. ومعنى haya aliyotaja hapa juu bimaana hizi sababu alizozitaja hapa juu na nyinginezo ni wajib kwa mtu kufanya haraka kuitoa zaka pindi inapowajibika kwake yeye kuitoa zaka. وعدم تأخيرها إلا لضرورة, na kutoichelewesha zaka isipokuwa kwa dharura. Ikiwa imetokea dharura ya kuichelewesha ile zaka, basi aweza kuichelewesha ile zaka. Kama kwa mfano fanyi biashara, imefika wakati wa kutoa zaka ya urudh at-tijara, lakini hana pesa katika mkono wake, hana pesa. Kwa hivyo amenunua kwa mfano mali nyingi, pesa zikaisha, zikawa zile pesa ziko lakini katika nini, katika ile mali. Katika hali kama hii akiuza ile bidhaa yake aweza kutoa nini, kutoa zaka. Na sababu nyinginezo, kwa mfano yeye akawa ni mhitaji zaidi ya kile ambacho ataka kukitoa, kama lau akharaha liyadfa'aha ila man huwa ashaddu haja au lighaibati almal wa nahwi dhalika. Na kama huu mfano tuliotaja, kwa mfano akitoa kile kilichoko mkononi mwake, itabidi yeye akope kwa mtu ili kuendesha biashara yake. Katika hali kama hii atumie katika biashara yake ili asidharurike katika kwenda kukopa, lakini anapopata tu itamwajibikia yeye kutoa zaka. Kadhalika kwa mfano aizuie ili kumpatia yule aliye na haja zaidi, labda pengine ni msafiri hajakuja ile sehemu ambayo yuko huyo aliye na zaka atakayokuitoa, akamsubiri na siku kadhaa, atakapotokea yule mtu ambaye ni mhitaji zaidi ampe. Au li ghaibati almal, na ni kama tulivyotaja, mfano mfanyi biashara amenunua bidhaa hana pesa mkononi, kwa hivyo anapopata ile pesa atatoa zaka, sababu sahihi hana zile pesa. Na mfano kwa sababu kama hizi zaweza kupelekea mtu kuichelewesha zaka, lakini asl ni kuwa haijuzu kuchelewesha zaka. Kwa hili ni jambo la kwanza lilozungumzia al-Allama al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, tajibu al-mubadaratu bi ikhraj az-zakah fawra wujubiha fi al-mal. ثم انتقل حفظه الله تعالى إلى حكم آخر فقال: وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة. واجب kutoa zaka katika mali ya mtoto mdogo ambaye hajabalighi, kadhalika mali ya mwenda wazimu. Kwa yule anayesimamia ile mali ni wajibu katika mali kama ile aitolee zaka. tulitaja kule nyuma shurut wujub az-zakat, walaysa minha al-bulugh walaysa minha al-aql. Al-bulugh na al-aql si katika masharti ya kutoa zaka. Limadha? لأن الزكاة وجب في المال، sababu zaka imewajibika katika mali, si amal ya kiwiliwili, ni amal ya mali. وهذا هو الفرق بين الزكاة وبقية العبادات. ni فرق بين زكاة وعبادة nyinginezo. kwa mfano الصلاة والصيام مثلا، هذه عبادات بدنية فيشترط فيها العقل. kwa mfano swala na saum ni ibada za kiwiliwili. ili kumwajibikia mtu swala na saum
iwe ni wajibu kwake kutekeleza ibada hizi ni lazima kuwe na sharti la aqli na awajibishiwe yule ambaye amebalighi mukallaf. Lakini ibada ya zaka ni wajibu hata kwa mtoto mdogo. Kwa mfano amerithi mali nyingi kwa mzazi wake, au mwendawazimu amechuma mali kisha akapata mtihani akawa na wazimu, wale wanaosimamia ile mali yake ni wajibu kumtolea zaka, kwa sababu kama tulivyotaja zaka ni ibada ambayo ni wajibu katika mali. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan, khudh min amwalihim sadaqa. Kwa hivyo yule msimamizi atamtolea zaka. Wal huquq al maliyya la yushtaratu laha at-taklif, haki za mali sio sharti ndani yake at-taklif, awe mtu ni mukallaf, yani ashabalighi au aql au al-aql, awe na akili aql. Al-aql laysa bishart fi al-huquq al-maliyya. Kwa hivyo kwa mfano mtoto mdogo akabeba jiwe akatupa kwenye gari likavunjika kioo, hal yadhman? Naam. Je, atalipa? Naam, yadhman, لأن الحقوق المالية لا يشترط لها التكليف. kwa hivyo ni wajib alipe. Nani atalipa? Yule msimamizi wake atalipa. Kadhalika almajnun, kuna watu wasema yule mwendawazimu bwana hataki kuharibia mali yako, hawezi kudaiwa. Nani aliyekwambia? Haki za kimali si sharti mtu awe na akili timamu. Kwa hiyo ikiwa yeye ana wazimu, kwa mfano wal billah, apata mtihani kama huu, akabeba rungu kwa mfano akaanza kuvunja mali za watu, itakuwa ni wajibu kwa wale wasimamizi wake kulipa. Hapa hakuna kwa hadha biittifaq alulama, hakuna ikhtilaf baina alulama katika masala. الحقوق المالية لا يشترط لها التكليف ولا العقل، sababu ni haki za kimali. Kwa ikiwa kwa mfano yule mwendawazimu ana mali amerithi kwa mfano, ama alifanya kazi akawa na mali kisha akashikwa na mwendawazimu, akiharibu cha watu, kiongozi wa Kiislamu atamrisha ichukuliwe katika mali yake alipo yule aliyeharibiwa. Na kadhalika mtoto, mfahamiana nafikiri. Kwa hivyo zaka ni wajib, watajibu zakatu fi mali sabiyin wa mali majnunin liumumi aladilla, sababu dalili zimeenea watu wote. ويتولى إخراجها عنهما وليها في المال، وليهما في المال، na tasimamia jambo la kutoa zaka kwa hawa wawili yule msimamizi wa hawa wawili katika mali yao. لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة، وسبب hii ni haki imewajibika kwa hawa wawili, na ni haki ambayo sheria imekubali mtu kuifanya kwa niaba ya mwenzake. Kwa hiyo aweza kuwa yule ni mwendawazimu, akili yake si timamu, lakini yule anayetoa atatoa kwa nia ya kuwa kile anachokitoa nini ni zaka, sababu sheria imeruhusu jambo kama hili kulifanya kwa niaba. ثم قال حفظه الله تعالى: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، هيجوز كتوى زكاة اسبقوا كنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإخراج الزكاة عمل. kutoa zaka ni amal, kwa hivyo ni wajibu kuwe na nia. Mtu aweza kuuliza, lakini yule mtoto na yule mwendawazimu ile nia iko wapi? Kwa yule anayesimamia mali yao, yule anayesimamia mali yao ndio nia yake inaozingatiwa, sababu sheria imeruhusu ibada hii kuifanya kwa niaba. Umeeleweka mpaka hapo? طيب. قال: والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها.
ولو أن يوكل من يخرجها عنه. والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة، نبور زيدي asimamie mwenye mali kugawa zaka, yeye mwenyewe asimamie, liyakuna ala yaqinin min wusuliha ila mustahiqiha, ili awe na yaqini kuwa ile zaka imefika kwa wale wanaostahiki. Walahu an yuwakkila man yukhrijuha anhu, na yajuzu kwake yeye, ana ruhusa ya kumwakilisha yule ambaye atakayesimamia la jambo la kumtolea yeye zaka, badala yake akampa mtu kwa mfano aitoe ile zaka, pia yajuzu. Ingawa hapa mtu atakikana awe makini sana katika yule wa kumpa ile zaka, aende akaigawanyize kwa maskini, hasa katika asri hii tunaoishi. Uaminifu umepungua sana kwa wengi katika watu, bali yafikia hali mpaka wengine katika wale ambao watu wawadhania wema, lakini ikawa si waaminifu katika hili jambo, hasa katika hili jambo la nini, la pesa. Mara nyingi nafsi za wengi katika sisi ni dhaifu sana ikiingia katika suala la pesa, na sijui kwa nini wa hivyo. Si haki yako ile, taibi toe, si haki yako, wewe umeambiwa utoe, wala wewe si katika wale amilina alayha. Tutakuja kuona wale amilina alayha nani huko mbele biidhnillah ta'ala. Kuna watu hupewa zaka aende akazifikishe mahali, akachukua akakata pande kisha akatia mfukoni, wala amilina alayha. Nani amkwambia wewe ni katika wale amilina alayha? Ama mimi nahitaji zaidi, ungemwambia yule aliyekupa pale alipokupa kuwa mimi nahitaji zaidi. Na mimi nasema haya kwa sababu kuna matukio mengi yashatokea ya ajabu ajabu, sallallahu alaihi wasallam. Kuna mmoja alikwenda katika au kwa mmoja katika watu matajiri wa hapa Mombasa, akaja na listi kubwa sana ya maskini kwa wahitaji pesa, ni wahitaji masakini. Na yule mwenye mali akatoa pesa nyingi kiasi laki kadhaa hivi, lakini kwa sharti kasitia kwenye begi, akamtuma mmoja ami mzee mmoja, namjua mimi, rafiki yangu sana, hadhara mmoja amin jiddan, hadha الرجل amin, muaminifu sana, namjua mimi, sahibi yangu wa karibu sana, mtu mzima. Kamwambia yule tajiri, nenda na huyo, yeye afanya kazi kwa yule tajiri, nenda naye ahakikishe kuwa hizi amana zimefika kwa hao waliowekwa kwenye hiyo listi. Sasa huyu mzee anieleza mimi, asema tulipotoka tena na gari pia tumepewa na dereva huyu, gari hili begi la pesa atashika huyu hapa, ukifika na listi yako muonyeshe huyu, atakupatia uwape. Sawa bwana? Sawa. Si hicho ndio unachokitaka wewe, ndio malengo yako kuwa hii mali ifike kwa wale wanaostahili, sio? Tayeb, ikiwa haya ndio malengo yako, sioni kama kuna upungufu wote katika hili jambo namna lilivyopangwa, sio? Alhamdulillah. Asema tulipotoka tu nje ya ofisi, hata hatuja kwenda mbali, yule bwana akaniambia, sikiliza wewe, chukua shilingi 50,000 uende zako. 50,000 za Kenya nyingi hizo, milioni za Tanzania, shika hizi, nenda zako wewe, mwambie tushamaliza. Yani bangaiza humo mitaani kidogo, kisha nenda kamwambie yule bwana kuwa alhamdulillah zile pesa zilifika kwa wastahiki, wewe nenda zako. Yule bwana akamwambia, dereva geuza gari. Ameshtuka yule, afikiria watu wote ni madhaifu, na nitamwambia hivyo atabeba. Wacha 50, angekwambia tugawanye nusu kwa nusu, tumkabeba wewe na yeye. Geuza gari. Yule mzee anitamkia mimi, nasema amwambie yule bwana, na mimi namjua pia yule bwana, ambaye samehe. Kamwambia, sisi toketi tusikiza hutuba zenu, tuswali nyuma yenu, na hii ndiyo tabia mlionayo. Ami lakini muaminifu, amwambia mtu ambaye anasibishwa na da'wa maneno kama haya.
akarudi akamwambia yule bwana, angalia huyu kadhaba, ni muongo, hata ile listi si ya kweli, kwa hivyo achana naye. Kwa hiyo yule mtu anayetoa zaka achunge ni nani wampa, haswa sisi mashekhe sisi, msiwape pesa hawa. Ningesema haswa hao mashekhe jamaa wangesema yotukana watu, mimi pia niko ndani, mimi sikubali mtu anipe pesa. Kwa nini njitie kwenye mtihani? Eti shika hizi nenda kaganyize, alafu shetani pale ukipiga kona atakwambia si wewe wa kwanza, waanza na wewe sasa. Ya nini? Tafuta mtu mwaminifu vizuri, mpatie, mwambie fikisha, afikisha. Ingawa unapomwamini yule mtu asifikisha, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa wewe kwa nia yako bila shaka, lakini pia uchunge yule unayempa kufikisha. Kwa hivyo kuwakilisha yajuzu kisheria, lakini kwa anayestahili kupewa ile amana kuifikisha. Wa in talabaha imamu almuslimina dafa'aha ilayhi, na ikiwa kiongozi wa Kiislamu atamtaka ampe yeye zaka, basi atampa. Au yadfa'uha ila as-sa'i, na hao ndio walamilina alaiha, wale wanaotumwa na kiongozi wa Kiislamu kwenda kukusanya nini? Zaka. Wa huwa al-'amil alladhi yursiluhu al-imamu lijibayati az-zakawat, ni yule anayetumwa na kiongozi kwenda kukusanya zaka. Ikiwa kiongozi atakuwa yeye ndio yakusanya zaka, basi utampa yule kiongozi, kwa sababu ni wajibu kuwatii viongozi maadamu hawajakuamrisha maasi. Na hivi ndivyo ilivyokuwa tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-khulafa ar-rashidun walikuwa wakifanya hivi mpaka ilipofika hii asri ambayo sisi tuishi leo. Mambo kama haya hayapo tena. Sidhani kama kuna nchi ya Kiislamu ambayo yafanya hili jambo la kukusanya zaka. Ingawa ikitokea kuwa nchi ya Kiislamu ile kiongozi ameamrisha watu kukusanyiwa zile zaka, basi itakuwa ni kumpatia yule kiongozi, au itawajibika kwako wewe kumpatia yule kiongozi. Kitaka utampa yule kiongozi, kisha yeye kiongozi ndiye atakayesimamia jambo la kugawa ile zaka. Annahu a'lam, yeye ajua zaidi ile hali ya raia walivyo kuliko mtu yote mwingine. So, habari zote anazo za raia wake namna walivyo, nani wahitaji, nani hahitaji. Wako baadhi ya watu ambao hawahitaji, lakini pamoja na hao huchukua katika zaka. Allahu musta'an. قال ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ, yapendekezwa wakati wa kutoa ile zaka awe ataomba yule mwenye kutoa na mwenye kupokea. Bimaana ikiwa kiongozi kwa mfano amemtuma mtu kwenda kuchukua zaka, anapopokea kutoka kwa yule anayetoa zaka atamuombea, na yule mtu anayetoa pia ataomba. Au yule mwenye kupewa zaka maskini moja kwa moja anayepewa zaka pia aweza kumuombea yule anayempa zaka, kama vile yule tajiri anayetoa zaka pia aomba. Sheikh Al-Fawzan asema فيقول الدافع أي صاحب المال اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهرا. وهذا الدعاء لم يثبت في السنة ولكن ذكره العلماء. هيك ثبوته دعاء، ingawa عموما dua imethubutu katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qala Allah ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim ay ud'u lahum, wa salli alayhim ay ud'u lahum. Allah subhanahu wa ta'ala kamamrisha Mtume sallam kwa wale wanaoleta zile zaka kwake yeye ili zigawiwe wale wanaostahili awaombe. قال عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، وهذا الحديث البخاري ومسلم. alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanapokuja watu na zaka zao, qala Allahumma salli alayhim, sababu ya amri hii iliyokuja hapa, wasalli alayhim.
inna salataka sakanun lahum. Kwa hivyo alikuwa akiwaombea dua Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة لئلا يحرجه. إذن لا يشترط إعلام الفقير أن ما أعطي هو زكاة. si sharti kumjulisha yule maskini wakati unapompa kuwa kile unachompa ni katika nini, ni katika zaka. Sema ikiwa mtu ni mhitaji na ni katika ada yake kuwa achukua zaka, akubali kuchukua zaka, kwa hivyo atapewa bila ya kuambiwa ni zaka, usimtie katika hali ambayo ataona haya, ukamfanyia ihraj, ukamweka katika sehemu ambayo hatamani kuwa nayo. Kuna baadhi ya watu kumwambia hii zaka basi chukua, akaona haya na nini, ihraj. Usimfanyie mtu hivyo, maadamu yeye yupokee ile zaka, mpe, haina shida yote. alhamdulillah. wa in kana muhtajan wa lam yakun min aadatihi akhdhu az-zakah. Kuna baadhi ya watu kweli aweza kuwa ni mhitaji lakini hapokei zaka, bimaana aweza kuchukua sadaqa, aweza kuchukua zawadi, lakini jambo la zaka hakubali. Jambo la zaka hakubali, amejiamulia kuwa katika maisha yake hapokei zaka, hakubali kuiweka zaka kama mali yake. Hapa katika hali kama hii, a'lamahu bi annaha zakatun, utamjulisha kuwa hii ni zaka. Ikiwa ataka atachukua, ikiwa hataki ataiacha, lakini usimpe bila ya kumjulisha, kwa sababu ili aimiliki ni kuwa akubali kumiliki kile ambacho unammilikisha kiwe chake. Kwa hiyo mtu ambaye hachukui zaka yeye ukampa bila ya kumwambia hii ni zaka, basi itakuwa umemkosea, kwa sababu yeye hapokei zaka. Kwa hivyo huyu ni lazima umjulishe kuwa hii ni zaka, ili ikiwa hataki awe ataiacha, na ikiwa yale mahitaji yake yamempelekea mpaka kukubali kuchukua zaka, basi na ichukue ile zaka. Ama fakir ambaye ajulikana kuwa yupokea zaka, hana matatizo na hilo, huyo haina haja ya kumwambia kuwa ile nini ni zaka. Nafikiri hili liko wazi. Je, kwa mfano ukampa mtu zaka wakati yeye amejiwekea katika nafsi yake kuwa yeye hapokei zaka wala hakubali kumiliki kitu chaitwa zaka, wewe ukampa bila ya kumwambia? Baadhi ya maulama wamekwenda kuwa haitoshelezi kuwa zaka, haitoshelezi kuwa zaka, kwa sababu yule mtu ameweka wazi kuwa yeye hamiliki kitu kinachoitwa nini, zaka. Hapa ndio maana wakasema kuwa kuna wajibu wa kumjulisha kuwa ile nini ni zaka. Antum ma'i? Ndio maana wakaeleza maelezo kama haya. قال حفظه الله: والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده. الأصل في زكاة المال أنها تخرج في البلد الذي فيه المال. نايلي تشاوي kutaja kwa asli katika zakatul mal ni kuwa zakatul mal yatolewa katika ile nchi ambayo ipo ile mali. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده. أصل ni kuwa zaka ya kila mali itolewe katika ile sehemu yake ambayo ile mali iko, bi an yuwazzi'aha ala fuqara'i dhalika albalad alladhi fihi almal, igawiwe ile zaka kwa mafakiri na wahitaji katika nchi ile ambayo ipo ile mali. قال: ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية. يجوز kuchukua ile mali na kuisafirisha katika nchi nyingine ikiwa maslaha ya kisheria yapelekea hivyo. Kwa mfano, ikatokea kuna nchi ya Kiislamu imekumbwa na baa la njaa, kwa hiyo wale wengine hawana njaa, baa la njaa halijawapata. Kwa hiyo katika hali kama hii kuna maslaha kisheria kuwasaidia wale ndugu zetu Waislamu. Kwa hivyo ile mali yachukuliwa yapelekwa kwao,
ili iwasaidie katika ile dhiki waliokuwa nayo, au nchi ambayo imekumbwa na janga la vita wal billah. Kama kwa mfano tunaweza kusema leo, usihitaji kusema Somalia. Somalia kuna shida, la kikweli kuna shida, msijui wallahi, Allahu a'lam bil wadh, lakini mweza kusema kuna shida lakini kuko sawa tu. Tuzungumzie Suria kwa mfano, tuzungumzie ndugu zetu ambao wako wapi? Suria, ambao wamekumbwa na janga la nini? La vita. Wale ambao waitwa refugees, wale wamekaa katika yale makambi kule, wapata tabu, maji ni tabu, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu yassir lahum ya rabb. Almuhimu wapata shida nyingi sana katika zile sehemu kwa sababu ya athari ya vita. Katika hali kama hii ni maslaha kisheria kuchukua zaka kutoka katika nchi moja kuipeleka katika sehemu kama ile ili kuwasaidia katika hali ngumu waliokuwa nayo ndugu zetu wa kule. Huu ni mfano katika yale aliyokusudia Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر كذلك. kwa mfano ana jamaa zake, familia yake ni wahitaji lakini wako nchi nyingine. Mfano mzuri ni kuwa yeye aishi Kenya na ana jamaa zake kwa mfano katika nchi nyingine ya jirani Yemen. Mfano jamaa zake Yemen, kule jamaa zake maskini. Mtu anaweza kusema Arabuni pia, kule ni taabuni. Kuna Arabuni na taabuni, hizi ni tofauti. Maana pia wale wamekumbwa na janga la nini? La vita. Yeye yuko Kenya huku, ana jamaa zake kule. Kwa hivyo aweza kuchukua ile zaka yake akawapelekea jamaa zake. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna silat arrahim kabisa, kuna sadaqa, mara mbili atapata ajiri yake, kuliko kumpa mtu ambaye ni wa nje pamoja na kuwa ni mhitaji na ana jamaa yake ambaye ni mhitaji. Kwa hiyo mwanzo aanze na jamaa zake wa karibu, awapelekee ikiwa ni wahitaji hata kama wako katika nchi nyingine. كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر. kwa mfano na jamaa zake, familia yake ni wahitaji wastahiki kupewa zaka lakini wako nchi nyingine, aende au atume zile zaka katika nchi kama ile wapewe. au man hum ashaddu hajatan mimman hum fil baladi alladhi fihi almal, au ikapelekwa katika nchi ambayo wana haja zaidi, haja yao ni zaidi kuliko ile nchi ambayo ile mali ipo, kwa hivyo kapelekwa kule. Na huu mfano tumeutaja. Kwa mfano nchi nyingine imepatwa na baa la njaa, na pale anapoishi hakuna baa la njaa, pamoja na kuwa maskini wako, lakini hali yao ni nzuri zaidi kuliko hali ile iliyo katika nchi nyingine, kwa hivyo zitapelekwa zile zaka katika sehemu ile. لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار. وسباب صدقة zilikuwa zikiletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Madina kutoka katika sehemu za mbali, na mtume sallallahu alaihi wasallam akizigawanya kwa mafakiri katika muhajirin na ansar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizigawanya baina yao. قال ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة. wanaovioni wamegawanya mali vigawanyo viwili, wataja al-amwal al-dhahira na al-amwal al-batina. nini maana al-amwal al-dhahira na nini maana al-amwal al-batina? الشيخ الفوزان hapa sema wayajibu ala imami almuslimin, ni wajib kwa kiongozi wa Kiislamu, ba'thu suati, kuwatuma wale wakusanyaji zaka, qurba zamani wujubi zakati, ikikaribia zama ya kutoa zaka, liqabdhi zakati alamwali adh-dhahira, ili kwenda kuchukua zaka ya mali ambazo ni dhahir. kama nini? كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار. tizama zaka ya wanyama, wanyama waonekana, sio? Wanyama waonekana. Na mashamba pia, ikiwa kuna nafaka kwa mfano zimepandwa pale na kuna matunda kama tende na zabibu zimekaushwa,
na zile ahkam tuzungumza zinazofungamana na zaka ya haya tunataja huko nyuma. Kwa hivyo hizi mali ambazo ziko dhahir, ama kama pia urud at-tijara, sababu biashara yaonekana, hizi zaitwa nini? Al-amwal adh-dhahira. Na al-amwal al-batina ni kama kwa mfano pesa kuna mtu anayejua una pesa ngapi. Kadhalika dhahab na fedha, kuweza kuwa nyumbani una dhahab na fedha, kuna mtu ajui kwa ana ngapi. Kwa hivyo viongozi wa Kiislamu hawachukui ile zaka ya dhahab na fedha na pesa, la, wao wachukua ile zaka ambayo nini? Ni dhahira, kama kwa mfano ya wanyama, ya urud at-tijara, na zaka hii ya matunda. Na matunda nafikiri tunaeleweka nazungumzia matunda gani, wa hakadha. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده. sababu hiki kitendo ndio kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo hivyo walivyokuwa wakifanya makhalifa waliokuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. wajara alayhi amalul muslimin, hivyo waislamu ndivyo walivyokuwa wakifanya. ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة. pia kwa sababu kuna baadhi ya watu lao kama watawachwa hivi hivi hawatoi zaka. Kuna watu huuliza maswali mengi sana kuhusu zaka, ataka kukwepa tu asitoe zaka, lakini nina hiki, lakini nina hiki. Wengi atakwambia na madeni na hivi na vile na hivi, akatoa sababu chungu mzima nini hataki kutoa zaka. Lao kama ataachiliwa hivi hatoi zaka. ومنهم من يجهل وجوب الزكاة, na kuna wengine hawajui uwajibu wa zaka. فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر, kule kuwatuma wale wakusanyaji zaka mnakuidiriki hatari kama hii. وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب, na pia katika kuwatuma wale watu wakusanya zile zaka mnakuwafanyia takhfifu watu, ndani yake mnakuwafanyia takhfifu watu na kuwasaidia katika kutekeleza jambo hili ambalo ni wajibu juu yao. Sasa hii hukumu hapa imezungumziwa ya wahusu viongozi wa Kiislamu, hukumu hii ya wahusu viongozi wa Kiislamu. kumalizia asema walwajibu ala almuslimi ikhraju az-zakati 'inda wujubiha kama sabaqa min ghairi ta'khirin wala taraddudin. Tumeona kule mwanzo kwa uwajibu kwa Muislamu ni kutoa zaka pale inapowajibika kuitoa ile zaka, kama tulivyotangulia kwa mwanzo, bila kuchelewesha wala kutaraddadi. ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل بشرط امتلاك النصاب. na yajuzu kufanya haraka, kutanguliza kutoa zaka kabla ya wakati wa wajibu wake kwa miaka 2 au chini ya hapo. kwa nini amesema Sheikh Al-Fawzan faaqal? lima fi an-nass, kwa hii dalili aliyotaja hapa, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam taajjala min al-Abbas sadaqata sanatayn, sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua mapema zaka kwa al-Abbas ya miaka 2 yatakayokuja. Ingawa baadhi ya wanavyuoni wamekwenda kuwa katika swala hili yule kiongozi ataangalia maslaha, ikiwa itabidi kuchukua zaidi ya miaka 2 aweza kuchukua. Kwa mfano kiongozi wa Kiislamu imesimama jihad fi sabilillah na yahitajika kununua silaha katika nchi ile ya Kiislamu, na yahitajika kununua chakula kwa mfano, na kila kinachohitajika kwa ajili ya vita. Ikawa daula haina uwezo wa kuweza kusimamia hili jambo, kwa hapa kiongozi, ikiwa wale watu wa kujitolea pia hawako, aweza kuwaambia wale raia wake kuwa fanyeni mtoe zaka miaka 2 itakayokuja, kisha sisi tutachukua zaka kutoka kwenu kwa miaka 2 ili tuweze kuandaa hili jeshi. Akiona pia miaka 2 imekusanywa haitoshi,
aweza kusonga katika miaka 3, toeni na watatu, mpaka akusanye kile ambacho akihitajia. Na hii ni mojawapo katika njia za zaka. Kutolea zaka ni katika fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Huu ni mfano. Kwa yule kiongozi ikiwa ameona kuwa kwahitajika kutolewa zaidi ya miaka 2 ya mbele, basi inawezekana. قال كما رواه أحمد وابو داود فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء. وسبب الوجوب وماذا؟ ملك النصاب. ikiwa nisabi imepatikana, sababu ya kuwajibika shapatikana, yajuzu kutanguliza kutoa zaka عند جمهور العلماء. na hii ni kwa wengi katika wanaovyuoni. سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين الذهب والفضة أو عروض تجارة إذا ملك النصاب أبقى كوازي. نهي يساوى زكاة يا wanyama أو يا نفاكة أو زكاة يا ذهب وفضة أو يا إذا بيشارة ما دام أملك لني نصاب. وترك التعجيل أفضل. لكن هابا كسمانين kule kuacha kuharakisha au kutoa kabla ya wakati ni bora zaidi, khurujan min alkhilaf, ili mtu ajitoe katika khilaf iliyoko baina ulama. Kiufupi ni ibakie tu, ikitokea dharura basi aweza kutoa, lakini maadamu hakuna dharura, bora asubiri ifike wakati wake kisha ndio atoe. Hizi ahkam tuzozungumzia hapa katika babun fi ikhraji az-zakat. Kinachofuata biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja, babun fi bayani ahli zakati wa man la yajuzu daf'u zakati lahum. Na hapa utabainishwa wale wanaostahili kupewa zaka na wale ambao haijuzu kuwapa zaka biidhnillah ta'ala. Hao tutakuja kuwazungumzia idha ahyana Allah katika kikao kitakachokuja جمع رجال إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.